Kwa zaidi ya miongo mitatu, Zanzibar imekuwa ikikumbwa na misukosuko ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Taifa letu limetumbukizwa katika umaskini wa fikra na wa kipato, migawanyiko ya kijamii na hofu ya mabadiliko. Lakini katika misukosuko hii, anaibuka mtu mmoja, mtu aliyejipambanua kwa uadilifu, mtu asiyekuwa na tamaa, mtu mwenye maono ya mbali, mtu ambaye leo tunaweza kusema kwa ujasiri ndiye tumaini pekee la kuinusuru Zanzibar mwaka huu. Othman Masoud Othman. Mimi sikuwahi kuwa mwanachama wa chama chochote, na katika kawaida tu ya fitna zetu za Zanzibar, watu kwa sababu waliona nimeaminiwa nafasi nyingi, kwa sababu ukiacha hizo nilizozitaja ambazo ni za establishment post za kudumu, lakini nilikuwa na kazi nyingi pia ambazo niliaminiwa, kwa mfano kuwa mwenyekiti wa bodi ya mapato ya Zanzibar kwenda kuanzisha, mwenyekiti wa chuo cha utumishi wa umma kwenda kukianzisha vile vile, lakini pia mjumbe wa tume ya pamoja au kamishna tume ya pamoja ya fedha ambao nilitumikia kwa miaka mingi. Lakini na kazi nyingi, na jinsi ilivyokuwa karibu na baadhi na viongozi wakuu, hasa wakati ule Dr. Salmini hata alipokuja Dr. Ahmad. Lakini kwa ukaribu ule watu wakawa natafuta wapi ambapo pa kunishika kutia fitna niseme. Na kwa hivyo fitna kubwa ilikuwa pamoja na kuaminiwa kote huko, lakini mimi sina kadi ya Chama cha Mapinduzi. Na nikaitwa na Dr. Salmini na nikamwambia kweli sina, sijui tu kama umesikia na kadi ya chama chingine. Na kweli sikuwa na kadi ya chama chingine chochote. Na nikamwambia kwamba mimi siwezi kuchukua kadi kwa sababu sikusoma wala sina kazi yangu haihusiani na siasa. Na kwa hivyo nikichukua kadi sione itawasaidia kitu gani au itaniongezea chochote katika kazi yangu. Na kweli akanifahamu sikuchukua kadi. Lakini baada ya kutoka serikalini mwaka 2014, ni mwaka 2015, Maalim Seif Sharif Hamad kwa kutumia wazee aliwatuma wakaja kunishawishi ili nigombee ama ubunge au uwakilishi kwa kupitia chama cha CUF. Nikamuomba tu kwa wakati ule kwamba Maalim, acha nikusaidie hivi ninavyoendelea kukusaidia, lakini kwa kugombea kwa sasa hivi naomba nipumzike. Nimetumwa sana kwa muda wa miaka 25 mfululizo. Kwa hivyo nahitaji angalau kidogo nipumzike. Kwa hivyo sikuingia kugombea, lakini niliendelea kwa mshauri wake wa karibu katika mambo mengi, na hata ilipotokea suala la kufuta uchaguzi nilikuwa katika timu ambayo ilikuwa ikimshauri katika kuandaa ilani vile vile. Kwa hivyo niseme nilianza kazi ya siasa katika korido za siasa kwa kuwa inspired na Maalim Seif Sharif Hamad. Na mwaka 20 pia alinitaka nigombee, lakini wakati ule nilikuwa tayari na mkataba nafanya kazi Geneva chini ya shirika la Umoja Mataifa la WIPO. Kwa hivyo haikuwezekana, lakini akaniambia kwamba na kusudia kuomba nafasi moja ya uteuzi, nikipata nitakuomba kwamba unikubalie uteuliwe kama waziri wangu wa nchi katika ofisi ya makamu wa kwanza wa rais. Nikamwambia kwa mujibu wa mkataba wangu wa kazi, ikiwa nitateuliwa, hiyo haitogomba kwa sababu itakuwa ni government intervention, kwamba serikali yangu imenihitajia niitumikie, na kwa hivyo itakubalika na niko tayari kufanya hivyo. Lakini haikutokea hivyo. Mwaka 2021 Mwenyezi Mungu alipomchukua, wenzangu ndio wakanifuata kunieleza kwamba niende sasa nikashike nafasi ya Maalim ili kuendeleza harakati, na nikakubali, nikateuliwa. Na mwaka mmoja baadaye nikaomba nafasi ya makamu mwenyekiti wa chama, na nashukuru wenzangu wakanipa imani hiyo kwa kauli moja, wakanichagua katika mkutano mkuu wa chama chetu. Na mwaka 2024 wenzangu pia wakaniomba nigombee nafasi ya mwenyekiti wa chama, nikagombea kama mwenyekiti wa chama. Kwa hivyo hiyo na ndio naendelea nayo mpaka sasa. Kwa hivyo kwa ufupi, historia yangu ya kisiasa naweza kusema kwamba iko hivyo, lakini nilikuwa mfuatiliaji wa karibu wa harakati za kisiasa katika nchi yetu, na nilikuwa najua mambo ambayo mbalimbali yanaendelea kisiasa, nafuatilia, na kuna baadhi ya mambo nilikuwa nashiriki
kwa maana hiyo ya kuwa mshauri. Nimepata fursa kwanza ya kufanya kazi na watu ambao wanaijua nchi hii tokea wakati wa ukoloni, wanaijua nchi hii wakati wa mapinduzi, wamefanya kazi katika awamu zote. Nilipoanza kazi, kwa mfano, mimi nimepokewa mikononi mwa Hamid Mahamudu ambaye alikuwa wakati ule mwanasheria mkuu, baadaye akaja Mheshimiwa Idi Pandu Hassan. Hao ni watu ambao wanaifahamu historia ya nchi yetu, ni watu ambao nao wamekuzwa baada ya mapinduzi kuitumikia nchi hii. Lakini nikapata fursa, nikateuliwa na Mheshimiwa Amani Karume wakati ule kuwa mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Bizanti. Na kule nilikutana na mzee Ramadhani Haji Faki akiwa ndio mwenyekiti wetu, mzee Ibrahim Amani, mzee Jamal Ramadhan Nasibu, na mmoja akiitwa Bi Zaina ambaye alikuwa akifanya kazi kwenye chama pale Kisiwandui. Hawa watu ambao ni watu, kwa mfano mzee Ramadhan Haji Faki akikueleza yaliyotokea na jinsi nchi hii ilivyodhulumiwa wakati kwa kuondolewa mzee Jumbe, ule mkasa wote, na jinsi wao walivyokuwa na mapenzi na nchi hii, na nchi hii inakosa nini, inahitajika nini, unakuwa unauona ule uzalendo wao. Ukimsikia mzee Jamal Ramadhan Nasibu akikueleza historia ya nchi hii na walimopitia wao mpaka wakafika, ukimsikia mzee Ibrahim Amani, ni watu ambao ni darasa kusema kweli la kutosha. Lakini nimefanya kazi pia na watu kama mzee Abdurrahman Rashid ambaye alikuwa ni ofisa wa kilimo, anaijua nchi hii takriban, mimi naweza kusema kila siku ya mita ya nchi hii, kwa sababu kaitembea nchi hii mote na kueleza ule uzoefu wake na vipi kilimo katika nchi hii hasa cha karafuu, wapi tunakosea na wapi pa kurekebisha. Mfanyakazi na Bwana Nasor Khatib akiwa kama waziri akiwa kama kamishna wa bodi ya mapato, mimi nikiwa mwenyekiti wake, na yeye ana uzoefu mkubwa, akafanya kazi tokea zamani, tokea wakati wa koloni katika custom, na vipi nchi hii tulikotokea na tulipo na wapi tunahitaji kuendeleza. Lakini nimefanya kazi pia na watu kama mzee Maalim Machungwa akiwa katibu mkuu, akiwa katibu wa Baraza la Mapinduzi, katibu mkuu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi, ambaye ni mtu nimefanya kazi naye kwa karibu sana. Nimefanya kazi naye, alikuwa ni mtu akiniweka karibu sana, na maarifa mengi aliyokuwa nao ya ndani ya nchi na utumishi wake kama nje ya nchi. Lakini nimefanya kazi pia na watu wengine katika mahakama, kwa mfano kina mzee Dahoma, ina Dorado. Dorado alikuwa ni mtu ambaye nimefanya kazi kwa karibu sana, na mimi niseme ni mmoja katika inspiration niliyoipata kuhusiana na kusimamia yale ambayo unayaamini, hasa katika suala la muungano. Nilijifunza mengi kwake, niliyapata mengi kwake. Kwa hivyo nashukuru kwamba nimefika na watu wengi, lakini pia nimefanya kazi kwa karibu sana na Dr. Salmin. Alikuwa ni mtu wake wa karibu, alioniamini nikiwa na umri mdogo sana, mpaka mimi mwenyewe nilikuwa na nashangaa. Kuna wakati ambao hata wakubwa walikuwa limetokea jambo wanashindwa wao kwenda, natumwa mimi. Kwa mfano wakati tulipoanzisha, wakati fulani alitoa amri ya kwamba mapato yote ya utalii yakusanywe na kamisheni utalii badala ya kusanywa na bodi ya mapato. Watu waliokwenda kumshauri kwamba hiyo itakuwa tatizo, akakataa. Lakini mimi nikaenda kama mwenyekiti wa bodi, na nashukuru akawaita wote, wakasikiliza hoja zangu na akatengua uamuzi wake ule ambao kila mtu alijua kwamba labda hauwezi kutenguliwa. Tulipoleta kodi ya VAT, tumekwenda mara nyingi kumshauri, na mimi ndio ikabidi niwekwe mstari wa mbele, mpaka akafika pale akasema hii kodi ni ya Othman, kwa sababu mimi ndio nilikuwa nikipush kwamba lazima tutoke kwenye sales tax tuje katika VAT, kwa sababu region yote imeingia kwenye VAT. Tutapata tatizo sisi tukibaki kwenye sales tax. Lakini kuna wakati alisaini mswada wa kuanzisha chuo kikuu cha Suza,
na ambao utaratibu wake wakati ule kuna wa Nigeria ulikuwa utaratibu hasa uliopaswa kufuatwa, haukuwa umefuatwa, na akawa mwenyewe akawa mgumu kubadilisha, akataka ile rasimu alioisign ndio ibaki. Lakini mimi nikasukumwa niende nikazungumze naye, na nikaenda kuzungumza naye nikamueleza, hatimaye akakubali, tukafanya masawazisho. Kwa hivyo alikuwa ni mtu wa namna hiyo. Lakini kikubwa zaidi ambacho sikisahau ni wakati tulipoanzishwa Jumuiya ya Afrika Mashariki, aliniita nyumbani kwake Kidombo, akaniambia kwamba hili la kwamba Zanzibar tushiriki kama sehemu ya muungano kwenye hili mesi likubali. Kwa hivyo hebu nenda kaniandikie hoja za kwa nini hii ni kinyume na sheria, kinyume na katiba. Na nikaenda nikamwandikia, na mwenyewe niseme akaikubali kwa 99.9 ile ambacho nilimshauri. Kwa hiyo haya maarifa haya nimefanya kazi kwa karibu na Dr. Amani Karume na Dr. Sheni vile vile. Ni maarifa makubwa ambayo yaliniwezesha kuijua nchi yetu, lakini na pia kujenga mapenzi na uzalendo mkubwa kwa Zanzibar. Mwanasheria aliyebobea, mwana mapinduzi wa fikra, mzalendo asiye na doa. Leo hii Othman Masoud Othman ni mwenyekiti wa taifa wa ACT Wazalendo na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Lakini historia yake ni ndefu zaidi ya vyeo. Ni historia ya kujitoa muhanga, uvumilivu na msimamo wa haki. Mimi nashukuru nilibahatika kwanza, malezi yangu ya mwanzo nilianza na wazee wangu, baba na mama, lakini baadaye tena nikachukuliwa kulelewa na bibi ambaye alikuwa ni family friend wa familia yetu, maarufu akiitwa Bilulu binti Fundi, na ambaye ndio alionilea pale Wete mpaka alipofariki mwaka 77. Nikarudi tena Pandani, na ambako nilirudi tena katika malezi ya baba na mama. Lakini kipindi ambacho nimekaa na Bilulu nilipata kutembea sehemu mbalimbali. Kwanza nilianza kutembea kuanza maisha niseme Dar es Salaam. Baadaye ndio tukarudi Wete ambapo nilianza skuli mpaka tukaja Unguja mimi na yeye. Baadaye tena tukarudi tena Pemba. Yeye alikuwa mtu wa biashara, na kwa hivyo katika biashara zake nilipata kujifunza nidhamu ya hali ya juu. Yeye alikuwa mtu wa nidhamu ya hali ya juu. Lazima saa 11 alfajiri wewe umeamka, uanze kutengeneza, kufunga oda zako za vitumbua kupeleka kwa ambako alikuwa akipeleka oda zake kwa pale Wete. Ilikuwa kwa mkuu wa mkoa, kwa area commissioner, kwa baadhi ya wakuu wa polisi na KMKM waliokuwepo, na baadhi ya wakubwa wengine ambao walikuwa wakichukua oda, na baadaye urudi vilivyobakia upeleke katika mkahawa maarufu ulikuwa ukiitwa Omar Umea. Othman alizaliwa tarehe 7 Februari mwaka 1963 katika kijiji cha Pandani, Wete, Pemba. Akiwa ni zao la familia ya kawaida, lakini iliyomlea katika misingi ya utu, heshima, maadili, nidhamu na bidii. Nilianza kusoma skuli mwaka 71 katika skuli ya Miti Ulaya Wete. Baadaye nikahamia katika skuli ya Migombani, nikasoma darasa la 4 na la 5. Alafu nikarudi skuli ya Jadida darasa la 6 na la 7. Nikaishia form 1, form 3 katika skuli ya Pandani, na form 4 nikamalizia skuli ya Benbela. Baadaye tena nikaingia taasisi ya Kiswahili na lugha za kigeni, na nikaishia kufanya degree yangu ya mwanzo katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, degree ya sheria. Baadaye mwaka 91 nikaenda Uingereza katika chuo kikuu cha London, nikafanya shahada ya pili ya sheria katika masuala ya biashara na makampuni. Nikamaliza mwaka 93, nikarudi nyumbani nikaendelea na kazi. Katika utumishi wa umma wa Zanzibar, Othman amehudumu kwa zaidi ya miaka 30. Ajira nilianza mwaka 89 kama mwanasheria wa serikali, na mwaka 93 nikateuliwa kwamba kama naibu mwanasheria mkuu wa serikali na pia katibu mkuu ofisi ya rais, na mwaka 96 nikateuliwa kwa katibu mkuu ofisi ya waziri kiongozi na pia naibu mwanasheria mkuu.
nafasi ambayo naendelea nao mpaka mwaka 2000 nilipoteuliwa kwa katibu mkuu wa mwanzo wa Wizara ya Katiba na Utawala Bora, waziri wangu akiwa Dr. Ali Mohamed Shein, na mwaka 2002 nikateuliwa kuwa mkurugenzi wa mashtaka wa mwanzo wa Zanzibar, kwenda kuanzisha ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, na mwaka 2011 nikateuliwa kuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Lakini mwaka 2007 kwa upande wa masomo nikaenda nchini Italy kwa ajili ya kufanya shahada ya pili ya sheria katika masuala ya sheria za ubunifu na ulinzi wa kazi za sanaa. Mote humo amewacha alama zisizofutika. Aliijenga taasisi, alilinda misingi ya sheria na alisimama upande wa wananchi. Tokea Mzee Karume mwenyewe ukitazama, aliyaona mapungufu katika muungano. Akaja Mzee Jumbe akayaona, akaandika kitabu na yeye akamgharimu kwa sababu ya kuainisha mapungufu na kutaka kuchukua hizo hatua. Na baada ya pale viongozi wote waliofuata, Dr. Salmini amekuja akaunda kamati tokea kina Amina Salum Ali, kamati ya Shamhuna, kamati ya Salum Juma Osman, kamati za kina Ramia. Zote hizi ni nyaraka ambazo ziliainisha mapungufu ya muungano, na yote zimeainisha namna gani Zanzibar inavyoumia katika muungano, Zanzibar inavyokoseshwa haki zake, Zanzibar inavyokoseshwa mambo ambayo inadai. Ndio maana ikaja mpaka ikaundwa tume ya pamoja ya fedha yote kurekebisha haya, na ripoti nyingine nyingi sana kuainisha mapungufu na matatizo ya muungano na jinsi gani Zanzibar inavyoumia katika muungano. Kwa hivyo kwa kiasi kikubwa tunaingia kwenye bunge la katiba, Zanzibar ilikuwa na taarifa ya kutosha ya matatizo na mapungufu ya muungano kwa kweli. Kwa hiyo hakukuwa na sababu ile ilikuwa ni fursa kwa Zanzibar kuyarekebisha yale. Na tumeondoka hapa, tumeshirikiana kwenye baraza la wakilishi. Kama baraza la wakilishi imefanya stock taking, imefanya mapitio, tumeelimishana, tukaainisha. Mimi binafsi nikapewa fursa ya kueleza mambo ya msingi katika muungano na mapungufu yake, na tukafanya hivyo, tukaondoka tukiwa tunaelewa sasa Zanzibar tuna tatizo gani. Tumekwenda bungeni, lakini watu wakaanza kugawika kwa vyama. Bahati nzuri mimi sikuwa na chama, kwa sababu kama mwanasheria mkuu, pamoja na kwamba niliteuliwa na rais ambaye alitokana na Chama cha Mapinduzi, lakini allegiance yangu haikuwa kwa rais. Allegiance yangu ilikuwa ni kwa nchi, kulinda katiba, kulinda maslahi ya Zanzibar, sio kulinda maslahi ya chama chochote cha siasa. Sasa tumeingia kwenye kamati, watu wakageuka, Chama cha Mapinduzi wakatengeneza rasimu yao ambayo ikayaacha mambo ambayo mengi ambayo yalikuwa kiadresi masuala, na wakaingiza mambo ambayo yangefanya muungano ungekuwa mbaya zaidi. Kwa mfano unaposema ukuu wa katiba, ukuu wa katiba ungeiumiza sana Zanzibar. Masuala ya ardhi yakafanywa pia eti nayo yawe ya muungano. Lakini yale mambo matatu fundamental ambayo ni kero na ndio msingi wa ulemavu wa matatizo ya muungano, nayo ni kwamba kama mmeingia kwenye muungano, Zanzibar haina kauli katika masuala ya sera, Zanzibar haina kauli katika masuala ya kutunga sheria, Zanzibar haina kauli katika masuala ya uendeshaji wa muungano, ikiwemo kuteua yule anaendesha muungano. Sasa haya ni mapungufu makubwa. Katiba inayopendekezwa ambayo CCM aliandaa rasimu yake haikuaddress yote haya. Iliaddress vitu vya ajabu vidogo, kwamba eti tumepunguza mambo ya muungano na sasa Zanzibar itakuwa na faida, hivi katiba itakuwa nzuri, wakati tumeweka mambo mengine makubwa zaidi. Kwa mfano mawasiliano ilifanywa kama ni jambo la muungano, wakati sasa ni simu na posta, haiingizi mawasiliano kwa ujumla wake, lakini wao waliingiza sasa mawasiliano bila tafsiri. Kwa hivyo katiba ile inayopendekezwa ilikuwa mbaya sana kuliko hata tulionayo sasa hivi. Na kwa namna hiyo mimi wajibu wangu ulikuwa ni huo, na nikaanza kujitoa kwenye kamati ya uandishi, sio tu kwenye
kupiga kura. Na nilianza kamati ya uandishi, sikutaka kuwa sehemu ya kuandika ile rasimu inayopendekezwa kwa sababu nilikuwa najua inaenda kinyume na katiba za maslahi ya Zanzibar. Na nikaitwa na viongozi na nikawaeleza, na moja nikawaambia wazi kwamba mimi sikubaliani na mfumo wa serikali mbili, na nikatumia maneno nadhani aliwaudhi sana kapia, kwa sababu mfumo wa serikali mbili kwangu mimi nauchukulia ni sawa na ndoa ya jinsia moja. Kwa hivyo hauwezi mfumo huu ukaweza ukakubalika. Mimi siwezi kukubali, na rasimu hii ambayo inaandaa mfumo wa serikali mbili mimi sikubali, siwezi kushiriki nini. Kwa hivyo wakaendelea, walipomaliza, lakini katikati wakakutana na matatizo, wakaitana na mimi wakanialika sasa kwamba bwana, kuna mambo haya maeneo 17 yana matatizo. Mimi nikawashauri kwamba no, sasa hivi it's too late nyinyi kuanza kujadili mambo mengi namna hii, tutafute deal breakers, mambo ambayo tutakubaliana kwamba mambo haya sote kwa kauli moja hatuyakubali, wenzetu wasipoyakubali tutatoka katika mchakato huu. Na tukakubaliana mambo 8. Wakanipa kazi mimi nije Zanzibar kuja kumshauri rais, kumweleza, nikaonana naye na yeye akaongeza 2 akawa 10. Nimerudi Dodoma usiku, nafuatwa naambia bwana, tumekubaliana sasa tupige kura tu vile vile yote tu yakubali, kwa sababu rasimu hii haitokwenda kwenye kupigwa kura ya maoni. Nikawaambia hiyo haiwezekani, nyie wanasiasa endeleeni, mimi msimamo wangu sitoipigia kura, sitoikubali rasimu hii. Kwa hivyo na kweli nilipoitwa nikashauriwa kwamba basi nipige kura lakini iwe asiri. Nikaambia no, siwezi kupiga kura asiri, kwa sababu kura asiri taratibu inaonesha inachakachuliwa. Nataka Wazanzibari wanione kama nilisimamia maslahi yao mwanzo mwisho katika hili, kwa sababu ndio jukumu langu la msingi la kama mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa hivyo ndio yakajiri, yakatokea aliyotokea, na ndio safari yangu ya utumishi serikalini ikaishi hapa. Kwenye jukwaa la kimataifa alichaguliwa kuliwakilisha bara zima la Afrika kwenye shirika la haki miliki duniani, yani World Intellectual Property Organization, WIPO, lenye makao makuu yake Geneva nchini Uswizi, kwa muda wa miaka 4. Lakini alipoitwa tuna Wazanzibari, aliacha mshahara mnono, marupurupu na maisha ya starehe. Akarudi nyumbani, kwa sababu kwake yeye uongozi ni kujitoa sadaka na ni wito, si nafasi ya kujinufaisha. La kwanza niloliona udhaifu mkubwa katika serikali ni kwamba ni watu kutokuingizwa katika serikali ama kuajiriwa kwa merit, yani kwa mujibu wa sifa zao walizonazo. Hili linapunguza kusema kweli kwa kiasi kikubwa ufanisi wa serikali. Kwamba watu wanachukuana ama kwa upendeleo ama kwa udugu au kwa ubinafsi. Hili linapunguza kwa kiasi kikubwa. Na ndio maana nilipopewa fursa ya kuanzisha bodi ya mapato na Dr. Salmin, jambo moja nilomuomba, nimwambia mheshimiwa, na kuomba moja tu, ukitaka kazi yangu niifanye kwa ufanisi, na kuomba usiniletee watu ukaniambia hawa ni wachague au hawa ni waajiri katika bodi ya mapato. Na yeye akaniambia no Othman, nitakuletea watu kwa sababu mimi mwanasiasa, nitakuja kuombwa, lakini ninachokupa guarantee kwamba nitakayekuletea hakufai, usimchukue, na mimi na wewe hatutokuwa na ugomvi, kwa sababu tutakuwa nimetimiza wajibu wangu na wewe utakuwa umetimiza wajibu wako. Lakini nitasema nilipoanzisha ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, jambo ambalo kubwa nililitilia mkazo, na namshukuru sana Dr. Amani Karume kwa hilo, aliniunga mkono kwa hali ya juu, kwamba strictly tulikuwa tunachukua watu on merits, na tulikuwa tunafanya interview very strictly, na watu kweli tulipata vijana wazuri sana. Na ndio maana mimi naamini kwamba Zanzibar ina vijana wazuri sana katika utumishi, kama watatengenezwa na kama watakuzwa, sema kweli. Na katika hilo kuna ushahidi wa kwamba mimi binafsi yangu, kwa mfano, nilikuwa na dereva wangu ambaye tulimwajiri kama dereva, lakini baadaye nilivyomuona uwezo wake nikamshawishi, na baadaye akasoma certificate in law, akamaliza diploma in law, akafanya degree, akafanya masters of law. Leo tunavyozungumza ni in charge wa prosecution from kuanzia dereva. Ndio maana nasema kama unawachukua watu on merits,
ni moja katika mapungufu, yakirekebishwa yataisaidia sana serikali. Lakini la pili ni accountability. Katika serikali kuna ombwe kubwa sana la uwajibikaji, na mimi nilitamani, kwa sababu nilipata fursa ya kufanya kazi nilipotoka serikalini, nifanya kazi katika ile shirika la WIPO. Katika kazi ambayo ilikuwa ni miongoni mwa kazi zetu ni kusimamia uwajibikaji, yani ethics na uwajibikaji. Na unaona wenzetu walivyokuwa na wako strict katika kusimamia uwajibikaji, na unaona kwamba namna gani mambo yanavyokwenda. Leo hii katika uchaguzi wa 2025, Othman Masoud Othman anakuja mbele yetu si kwa kutaka madaraka, bali kwa sababu Zanzibar na Wazanzibari wanamhitaji zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Naamini kwamba nchi hii inahitaji maono mapya, inahitaji watu ambao wanajua tatizo liko wapi, wana uweledi wa kulirekebisha na wana dhamira ya kweli ya kurekebisha. Mimi simuoni katika Chama cha Mapinduzi wala chama chingine. Mimi naona chama chetu cha ACT Wazalendo, na mimi mwenyewe nashukuru nchi hii imenitayarisha nije niitumikie, imenipa maarifa, imenipa uzoefu na imenipa ujasiri wa kuweza kuitumikia na kufanya mageuzi ambayo yanahitajika ili nchi yetu iendelee. Ndio maana nikasema nadhani sasa hivi ni wakati kuja kuwatumikia Wazanzibari kwa ule uwekezaji mkubwa ambao wameufanya kwa miaka mingi. Sasa hivi ni wakati wao wa kuvuna. Othman Masoud Othman ni kiongozi mwenye maono makubwa, kuifanya Zanzibar kuwa Singapore ya Afrika, kujenga uchumi wa kisasa unaozalisha ajira za kutosha na za heshima kwa vijana wa Zanzibar, hifadhi ya jamii kwa wote na huduma bora za kisasa kwa wananchi wote, kuondoa umasikini uliokithiri ambao hauna sababu katika nchi yetu, kuunganisha visiwa vyetu, kurejesha hadhi na haiba ya Mzanzibari Afrika na duniani kote. Siku ya kupiga kura, mimi nadhani la kwanza ni kujua, kwa sababu wakilijua hili nadhani matatizo mengi yataondoka. Kwamba wanapokwenda kupiga kura, kura zile sio za Othman Masoud, kura zile sio za ACT Wazalendo. Ile ni sauti yao ambayo ni haki yao, wanapaswa kuisema na wanapaswa elimu na inapaswa kusikiliza. Huo ni wajibu wa kiongozi yote alijipa mamlaka, ni wajibu wa vyombo vyote kusikiliza kauli yao ile. Kwa hivyo ni kwanza waondoke kwenda kupiga kura, wakiondoka na wivu kama ni kapu au gunia tele, wivu juu ya sauti yao, kwamba tunakwenda kupiga kura huku tulivyojihangaisha hivi, haki yetu hii ni lazima tuone kwamba imetimizwa na wawe tayari kuilinda. Leo Wazanzibari wa mirengo yote ya kisiasa wanaelewa na kukiri kwamba tunamhitaji Othman Masoud Othman, kiongozi asiyeogopa kusema ukweli, kiongozi anayesimama mbele ya mafisadi bila ya kuyumba, mtetezi wa maadili ya Kizanzibari, kiongozi ambaye anayeweza kutibu majeraha ya miaka mingi ya migawanyiko ya kutengezwa. Zanzibar haihitaji ahadi mpya, inahitaji mtu mmoja mpya, mtu mwadilifu, mtu mwenye msimamo, mtu mwenye dira. Na mtu huyo katika Zanzibar leo ni mmoja tu, Othman Masoud Othman, tumaini pekee la kuinusuru Zanzibar.